Best, mambo vipi? Poa, inakuaje? Fresh bwana, leo wanaingia dimbani Serengeti pamoja na timu ya taifa ya Senegal. Wanaingia dimbani kwenye fainali ya AFCON Under 17. Historia kwanza inaenda kuwekwa Tanzania, lakini taifa zima, macho, masikio, watu wote wanatazama leo hii. Under 17 wanaenda kufanya nini leo hii? Wanaenda kushinda, ndo kila mtu anapoamini, kwa sababu waliingia kama, naweza nikasema kama underdog kuanzia kwenye kundi lao. Hawana historia kubwa, walizidia historia na Angola ambao walikuwa ni participant kwenye michuano iliyopita na washai kufika kwenye hatua kubwa, washai kufika hadi mshindi wa 3, lakini wao walikuwa miaka yote kuanzia ile Gabon 2017, 2019, mwaka jana, hiyo miaka yote, hii ni appearance yao ya 4. Miaka yote walikuwa wanaishia group stage. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza wamesurprise watu. Tuseme ndio imekuwa timu ambayo ni surprise ya msimu. Imevuka ile hatua ambayo inakwamia kwa maana group stage, imefika robo finali, nusu finali na mpaka finali, na hapo katikati imetoa vigogo Afrika. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema ni kama surprise kwa wao, na wamefanya kitu ambacho kinawatoa sasa kuwa washiriki na kuwafanya kuwa washindani. Na kama ni mshindani na umefika finali, kwa mategemeo ambao watu wanakuwa nayo kwako, licha ya kuwa unacheza na moja kati ya nchi kongwe kwenye soka la vijana Afrika na soka kwa ujumla la Afrika, Senegal, wanatazamia utaonyesha ushindani na utakuwa bingwa. Sisi kabla tujaenda kwenye mechi ya leo au Senegal, kwa namna ambavyo umewazungumzia na ukubwa ambao unafahamika kwenye soka la Afrika, Under 17 umezungumza ya kwamba imekuwa ni surprise. Wao waliingia kwenye kama underdog kwenye michuano hii, lakini mpaka kufika hatua hii ya finali mpaka hivi sasa, ni mabadiliko gani ambayo yalifanyika kutoka kwenye zile stages ambazo walikuwa wanaishia mpaka hatua za makundi miaka 4 iliyopita mpaka leo hii wameenda kufika hatua finali? Vitu ni vingi, hasa kutoka zile edition mbili za mwanzo na hizi edition mbili za mwisho. Nikimaanisha kwamba ile 2017 na 2019 na hii ya mwaka jana na mwaka huu, utofauti wao ni kwamba maandalizi ya approach mashindano. Unajua kwenye hii miaka 3-4 iliyopita FIFA wamebahatika kutusaidia kujenga technical centers. Sasa zile technical centers zinakusaidia kuwa na maandalizi mazuri, kwa maana kwamba una regroup vijana mapema zaidi, na wale wamekaa TDS muda mrefu, umeona, kwa maana kwamba wamepata muda mkubwa sana wa kujiandaa. Lakini ukiachana na hivyo, wanakuwa wanapata zile competitive games. Ile timu ya TDS inacheza mechi za kirafiki. Ni juzi tu hapa wametoka kushinda ile michuano ya Yanga Soccer Schools kama unakumbuka, si ndio? Lakini kabla ya hapo, hii timu kama unavyoiona, asilimia kubwa wachezaji mwaka jana walicheza na hawa Senegal kwenye michuano ya Under 15. Kwa hiyo umeona hiyo namna inavyoendelea kupanda. Kwa hiyo hicho tu kinakuonyesha kwamba maandalizi yalikuwa bora zaidi, na kabla hapa ina maana wametoka kuwa mabingwa wa Sekafa, si ndio, dhidi ya Uganda. Na ukiangalia karibia kila kitu kinakuonyesha kwamba maandalizi ni tofauti. Unajua miaka zamani, sitaki kusema labda namlenga mtu fulani, lakini miaka zamani ilikuwa ikifika michuano ya timu za vijana ni watu tu wanakusanyika, wanacheza, wanaingia kwenye mashindano. Lakini sasa hivi ni tofauti sana. Sasa hivi unaona kabisa TFF imejidhatiti kabisa kwamba wanawekeza kwenye sehemu zote, wanawekeza kuanzia kwenye wanataaluma, kwa maana ya makocha wa kocha wa watoto pale. Kuna coach Eddie, yule mzungu ambaye kaletwa na Senevenga, umeona, kutoka FIFA. Kuna coach Elieneza, kuna Gray Morris ambaye alikuwa nao mapema zaidi. Elieneza yeye alikuwa timu za taifa kama kocha wa viungo na amepata experience hata ya Simba Queens kidogo, si ndio? Kwa hiyo kila kitu kinakuonyesha kwamba wamejiandaa, lakini hayo maandalizi kwa wanataaluma, waandalizi kwenye facilities, wanaishi sehemu nzuri, Tanga Technical Centers hizo, si ndio? Lakini pia wana facilities za uwanja, sehemu ya kufanyia mazoezi. Yaani wanakaribia kila kitu ambacho kinawafanya wao kuwa kwenye maandalizi bora, kuanzia kiakili, kimwili, na hata namna wanavyokuwa fitted, mbinu, namna wanavyokuwa wanakuwa developed, kwa sababu ile ni development level kwa approach competition level kwenye maisha ya soka. Kila kitu kwenye maandalizi unaona kabisa kipo vizuri, kutoka kwa makocha na kwenye facilities nzuri. Then mwisho kabisa wanakuja kwenye mnajiandaa kufanya nini? Wanacheza competitive games nyingi, wanashiriki ligi za vijana kama TDS. Yaani unaona wale wanacheza na Simba na Yanga. Lakini pia ukiachana na hivyo, wanashiriki michuano, mfano Sekafa, Yanga Soccer Schools, lakini pia wanashiriki michuano tofauti, mfano Under 15 hiyo mwaka jana nilipokuambia ya AFCON ya Afrika, hiyo African Championship. Kwa hiyo unaona maandalizi yamejikita kila sehemu, na ndio kitu ambacho kinatofautisha hizi edition mbili, hasa hii waliofanikiwa sana na ile ya miaka ya nyuma.
Okay. Yep. Kwa maana hiyo, kwa hivyo tu ulivyozungumza inaonyesha kwamba ilikuwa surprise pengine kwa kwetu sisi ambao tunawatazama kwa nje, ila kwa wale ambao wanashiriki kwa namna moja ama nyingine kwenye kujiandaa ama kuiandaa hii timu walikuwa wamejipanga na pengine hilo walikuwa wanaliona. Yes, walikuwa wanaliona kwa sababu ulikuwa unaangalia hichi ninachokiwekeza mbona kinafanana na wanachokiwekeza Senegal. Mbona kinafanana na wanachowekeza South Africa. Mbona kinafanana na wanachowekeza Morocco. Kwa nini nimesema kinafanana? Wenzetu hizo technical centers wanazo. Hata kama hawana technical centers walizopewa na FIFA. Lakini wana ile sehemu ambayo inawakusanya vijana, inawapa muda mzuri wa maandalizi. Mfano, Senegal ni maarufu zaidi kwa academy ya Generation Foot. Hiyo ni academy iliyomtoa Mane. Umeona, imewatoa hapo tu Tanzania kuna wachezaji wao wamecheza, si ndio? Hizi sajili mpya kama sikosei, Pape Osman Sako kama sikosei, umeona? Ni inafidi sana Ulaya. Lakini ndo wale vijana, umeona? Wale vijana unawaona sasa hivi wa Senegal, miaka michache ijayo usichangae kuwaona Ulaya, si ndio? Lakini sisi ndo hichi ni kitu kipya. Umeona? Hichi ni kitu kipya ambacho kilikuwepo kwa watu binafsi, mfano sijui Magnet, sijui kina nani wale wanaomiliki academies binafsi. Lakini kwa kama nchi ndo kitu kipya. Kwa hiyo nafikiri tumekuwa level moja sasa na wale wenzetu. Morocco wana ile Mohamed ile academy ya Mohamed wa 5, si ndio? Afrika Kusini wanazo several academies, si ndio? Kwa hiyo nafikiri tulipofika sasa ndio kunatuweka kwenye level sawa na ndio maana tunafanikiwa. Okay. Kwenye rekodi ambazo wameziweka kwenye michuano hii tangu timu hii imeingia kwenye michuano hii AFCON, mechi 5 ambazo wamecheza wameshinda mara 2, wamefungwa mara 1, lakini sare pia wametoa 2. Leo mbele ya Senegal unadhani ni matokeo namna gani ambayo yako mbele yao? Matokeo ambayo nayaona kwanza itakuwa ni mechi ya ushindani kwa sababu karibia kila rekodi ni kama wamefanana. Ukiangalia idadi ya mechi ambazo Senegal Boys wameshinda na idadi ambazo Senegal wameshinda, aina ya mechi ambazo wamesare ni huko kwenye knockout sana. Kila mmoja akapoteza mechi moja kwenye group stage. Then kwenye mechi zilizofuata kwenye knockout stage wote wamepata sare ambao wote wamefuzu kwa kila hatua, semi-final na quarter final. Kwa nini? Kwa penalties. Ndivyo. Aina matokeo waliyopata yanafanana, washindani tofauti, lakini mshindani mmoja aliocheza na Senegal ni Mali ambaye alikuwa kwenye kundi letu na alitufunga sisi. Kwa hiyo kitu ambacho naenda kukiona na natazamia kwenda kuona game ya ushindani. Sasa ubora na udhaifu utaangaliwa zaidi kulingana na namna ambavyo wamekuwa wakizicheza mechi zao, lakini so far kwa form, kwa sababu yeye anaelezea form kwenye mashindano, si ndio? So far wana form zinazofanana. Idadi ya mechi walizopoteza, idadi ya mechi walizoshinda, idadi ya sare walizozipata, aina ya timu walizocheza nazo, lakini hata na aina ya matokeo waliokuwa wanayapata. Unaona kabisa kila kitu kwa Senegal na kwa Tanzania zinafanana. Okay. Yes, kwa hiyo nategemea kuona game sasa ushindani baina yao kwa sababu kila kitu wao wamefanana. Bora kuliko wale waliowatoa. Sasa wao ndio wamekutana mafahari wawili. Okay. Yeah. Vipi kwa upande wa Tanzania so far ni majina gani ambayo yamepopa ambayo tuyatarajii pia kwa siku ya leo anaweza kufanya wonders kutoka kwenye timu ya Tanzania? Ubaya kwamba linapofikaga swala la kuchambua Tanzania au Serengeti Boys inakuwaga ngumu kumpata key player. Unajua wale wamekuwa regrouped vizuri sana. Kwa hiyo kila mtu ni bora kwa moment yake. Mfano, mimi nafanyaga kwenye hii michuano yote kuanzia Sekafa nilikuwa nafanya podcast na watu ambao ni wanaaminiwa kabisa na shirikisho ambao ni makocha tena wengine kwenye taasisi kubwa. Mfano kama Betha ni kocha wa timu taifa, si ndio? Yule Mushid ni kocha wa Azam, Seif ni kocha wa Mtibwa Sugar. Simbaidi ni kocha wa Kagera Sugar. Wote sisi tunajiita kama TSG, Technical Study Group. Kwa hiyo tuna study kila kitu kinachohusiana na technical kwenye michuano hii. Sasa kati ya vitu ambavyo tulikuwa tunapishana sana ni kumpata who is the player of the match. Hata watatu huwezi kuwapata. Kwa hiyo mimi sasa jibu langu mara nyingi ilikuwa ni na group kwenye ubora na udhaifu wao. Sasa nikiangalia nikisema nani atakuwa bora, kulingana na aina ya mchezo, ni mchezo ambao utakuwa na intensity kubwa. Kwa hiyo kwanza control ya mechi ya Tanzania naanza kuipata kwenye bila mpira wanacheza vipi. Sasa hapo mara nyingi sana wale mabeki wetu, yule beki wa Simba Mbegu, Kasimu wa TDS na hata wale Eric pamoja na Kilendemo Idrisa, mara nyingi wa mipira iwafikie wanapozuia, kwa sababu wale wa kule mbele, wachezaji wao kule mbele wanazuia vizuri sana na mpira unaporewa kule mbele. Kwa maana kwamba Taifa Stars ni bora kwenye kupress bila mpira na kupora mpira na kufanya hizo positive transitions. Kwa hiyo mtu bora wa kwanza ambao unampata kwenye uzuiaji ni wale wachezaji wa mbele. Kwa maana kwamba Serengeti Boys wanatimiza ile formula ambayo mimi napenda sana kuikoti kwenye mpira. Mzuiaji wa kwanza ni mshambuliaji na mshambuliaji wa kwanza ni kipa. Wao wanaitimiza vizuri sana. Kwenye moment ya kuzuia watu bora ni wale washambuliaji wawili pale mbele au wanne tu tuseme. Kwa maana Lukman pamoja na Dismas.
Wao wanaweka pressure nzuri sana, mara nyingi waruhusu wapite katikati wapinzani wao, wanaforce wakienda pembeni, na wakienda pembeni kuna wale wachezaji wana pace kubwa sana, wana speed, wapo aggressive sana, kwa maana ya Saddam pamoja na Razak. Sasa hapo tayari watu wanne umeshawataja. Umeona ilivyokuwa ngumu kumpata bora. Japo mara nyingi ambaye anahusika kwenye kupora mipira ni Lukman, akifuatiwa na Dismas, ndo anayeongoza sana. Lakini ukija kwenye moment sasa ya kucontrol possession, ndo unawapata sawa watu huku nyuma, ambao utaanza kwa kipa kidogo sana, anahusika sana kwenye build up, lakini control ya possession ya Tanzania inahusisha watu watano. Watu watatu wa katikati, kwa maana midfielder Chole ambao ndo anapasa accuracy kubwa kwenye michuano, Mbegu pamoja na Kasim. Then na wale watu wa pembeni, kwa maana ya kwamba kuna Eric pamoja na Kilendemo, hao wamekuwa na pass accuracy kubwa. Kuwa na pass accuracy kubwa maana yake ni kwamba una control possession kubwa, wachezaji wako eneo hilo wapoteze mipira. Hiyo ndio silaha kubwa. Mpira unaenda kupotea mbele. Lakini kumbuka, ukipotea pressing triggers ni wale wa kule mbele pia wanazuia vizuri. Kwa hiyo kumpata man of the match ni ngumu. Lakini mara nyingi wana sababu yake. Pale kuna mtu waga na mtu anaitwa Chenga, alafu anaingia Hamis Kizinga, wanamuita Saka. Yule akiingia huwa ni game changer kwenye creation. Kwa hiyo karibia timu nzima they are players of the match. Hata kama nimemuona player of the match mimi. Nani kwa whole ulimuona? Benchi la ufundi. Sasa hilo ndo lilikuwa jibu langu. Na nilitoka kumwambia huyo Betha kwamba mimi nataka nirudishe hizo pongezi kwa benchi la ufundi, kwa maana namna wanavyotengeneza teamwork. Nikikutajia star wa ile team kwenye michuano hii, nikakutajia na star wa hii team kwenye michuano ulitoka kufanya kama miezi miwili au mwezi mmoja nyuma au miezi kadhaa nyuma kule Sekafa, utashangaa. Star wa Sekafa alikuwa Lukman, kafunga idadi kubwa ya magoli. Star wa kule sasa hivi ni Dismas. Kwa hiyo kila michuano ina star wake. Dismas, Razaki hao ndio wamefunga magoli mengi, wakati star wa team Lukman kafunga nafikiri magoli mawili tu. Umeona? Kwa hiyo utaona namna ambavyo kwanza performance ni teamwork. Hakuna star. Hata wanavocheza humuoni kama huyu ndo mtu anaitegemea. Huyu mtu ukimkosa leo kwenye timu hauoni kama kuna utofauti mkubwa sana. Yep. Okay. Sisi hivi tunavyozungumza kuna Watanzania wenzetu ambao wamesafiri pamoja na viongozi na wadau wa michezo ambao wamesafiri kwenda kuipa support timu kule. Unadhani ni impact ipi ambayo inaweza kuwa nao mbele ya kikosi leo? Impact sasa hii kwanza hii ni kitu subjective, kwa sababu ni wale wanapokeaje. Na wale watoto wanapopokea ni tofauti na mimi ninapopokea, si ndio? Kwa hiyo hapo tayari utapata maoni zaidi kuliko kitu ambacho ni halisi, si ndio? Mimi kwa maoni yangu sijui kama wale watoto waliweza kuperform vizuri from Sekafa, from African Championship ile ya mwaka jana, wakafika hadi final na hawa Senegal. Wakapromotiwa kuja under 17, kule ilikuwa under 15. Kwenye under 17 waka debut vizuri kwa kwenda kuchukua Sekafa, kwa kudominate wapinzani bora wengi sana, wakiwemo Kenya na Uganda, ambaye Uganda alitoka kushiriki kwa World Cup. Umeona? Wakachukua ile kombe. Wakaenda kwenye CAF hiyo AFCON. Wameanza mechi ya kwanza, mechi ya pili wamewafunga wawakilishi wa Kosafa goli 6 mechi mbili, Msumbiji na Angola. Wakaenda wakafungwa na Mali kwa sababu walifanya rotation ya wachezaji 9 kwenye kikosi cha kwanza. Wakaingia nusu finali, wakacheza na Algeria unazungumzia dunia nyingine. Baada ya hapo wakamtoa Algeria. Wakaja tena wakacheza nusu finali. Umeona? Wakamtoa mtu. Hamasa gani wanahitaji wao ukawahamasisha ili waperform vizuri kwenye finali? Ile positive hamasa. Ile positive hamasa mimi sitaweza kuiona. Umesikia? Ile positive hamasa mimi siwezi kuiona. Sana mimi nitaona wale watoto sasa vile vitu ambavyo sasa hayo ni maoni binafsi. Vile vitu ambavyo wamefocus navyo kwenda au walipaswa kufocus navyo kwenda kuvifanya kwenye mechi. Umesikia? Kwenye mechi yani unatakiwa ka focus ukafanya hichi. Ile focus yao itapungua, itahamia huko. Tuongezee nguvu. Pewa hela. Umeona? Kwa hiyo yani distraction. Wewe mwenyewe unajua kwamba always external pressure ina effect. Either positive kulingana na mtu anavyopokea au negative kulingana na mtu anavyopokea. Hiyo ni kwao, lakini kwa mimi nikiangalia wale ni watoto, si ndio? 50, 100, 500 zimetoka, si ndio? Hamasa, wanakuja viongozi, wanakuja mashabiki, si ndio? Wanakuja kutuhamasisha. Unafikiri atakumbuka kile? Yes, ni support nzuri. Hata mimi ningesupport kwa sababu sina wanapewa viwanja, sio wanapewa, inawasaidia kwenye maisha yao. Lakini nyie focus yenu ilikuwa ni ule ubingwa. Kwa nini hivyo vitu msingevitoa baada? Si mmeshavitoa kwanza, ile zawadi wameshapewa. Si ndio? Uhakika ni kwa hata kama wakifungwa wasipofungwa. Kwa nini waambiwe kabla?
Kwa nini? Ni kuongezea hamasa? Hawatahamasika. Sana sana watatoka kwenye ule mpango elieneza. Hasa pale ndo itaanza sasa kuonesha kwamba Watanzania wote sasa hivi focus wanatuangalia sisi. Si ndio? Sasa mimi Lukman ndo naenda kucheza kama Lukman mwenyewe. Yaani yule Lukman ambaye hamkumuona, sasa hivi ndo mnaenda kuniona. Sio, umenielewa? Najua mapokeo ya watu ni tofauti na kwangu. Sasa mimi ni kwa akili yangu ndogo tu ndo nimeona hivyo, lakini pengine wengine wanaweza kupokea tofauti. All in all the best kwao. Kila laheri kwao, tupo nyuma yao, na hata mimi sasa hivi hapa ninavyoongea sikupaswa kwa sababu hatukwai kuongea. Hii ni hamasa pia. Sasa tujui itakuwa negative kwa sababu waangalie uchambuzi kwa muda huu, ndio muda wanaelekea uwanjani. Kwa hiyo kila laheri kwao, nategemea makubwa kwao. Asante.